Imerudia yale yale. Umesema kwamba lakini tuhuma alizokuandikia mbili za kufahamisha: moja, taratibu haziruhusu kufanya kazi hospitali ya wilaya, uende huko zahanati; lakini pili, tabia mbaya na tuhuma za kufanya mapenzi na wagonjwa katika chumba cha upasuaji. Kwa hiyo ndio design yako, hata huyu umefanya naye mapenzi kwenye chumba cha upasuaji. Kwa hili halikuanza leo. Hapana. Tangu 2018. Haya hii mlikuwa mnayajua? Kila mtu alikuwa hajui. Lakini mganga mkuu yule aliona. Wewe ukasema mimi huyu mganga alisaini yeye mwenyewe, mganga mkuu amemhamisha baada ya kuona huyu mtu ni tatizo. Moja ni Excel, kwamba hutaki kufanya wewe, inawezekana makosa yalifanyika, lakini sio mbaya kwa sababu viongozi wako wakaona wakuallocate sehemu ambayo unafiti. Lakini pili, una tabia mbaya ya kufanya mapenzi na wagonjwa kwenye chumba cha upasuaji. Ukaroglogo huko, ukaenda kwa mkurugenzi akakuandikia barua, ukarudi. Umerudi, amekuja kurudia baada ya miaka 5 siji 6 kwenye chumba cha upasuaji hicho hicho umefanya mapenzi na hiyo binti. Maana yake ni tabia yako, mazoea. Kwa hiyo huna haja ya kusema kwamba alinisingizia. Ona hawa nao wamekuja wamekusingizia. Wakusingizie kesi hiyo hiyo. Huyo binti na mume wake walikuwa wanamjua mganga mkuu. Kwa bwana, nani mkurugenzi? Umefanya kazi nzuri tu, umechukua hatua ya kumsimamisha. Wala usisubiri kwamba mimi nimesema naandika wapi. Subiri taarifa za kiuchunguzi. Hizi zinajitosheleza. Moja, mganga mkuu wa mkoa amesema kwanza alichokuwa amekifanya haikuwa sahihi, lakini kuna mazingira ya rushwa yalikuwepo, alitoa hela ile baba. Si ndio wewe ulitoa hela? Huwezi kumpokea mgonjwa kana kwamba unampokea kama deal. Yaani hakuna alipokuwa registered, hakuna mnampeleka, inawezekana hiyo ultrasound mnaharibu tu ya kwetu, hiyo mmeweka tu mtaani.